basi mara nyingi ukiachana na uzito wa FIFA World Cup, mara nyingi huwa kuna pesa nyingi zaidi, ambapo bingwa na timu shirikishi ambazo waga zinashiriki katika mashindano haya World Cup kwa mwaka 2026 imekuwa kidogo kubwa na tofauti, kwa sababu kidogo wameongeza pesa, kombe wamelipa thamani, kipaji wamekipa thamani kweli kweli. Pesa itakayolipwa kila timu kila hatua la kushiriki kombe la dunia kwa mwaka 2026. Kwa mujibu wa taarifa, shirikisho la mpira wa miguu duniani FIFA limevunja rekodi ya mgawanyo mapato kwa kila timu ambayo itafanikiwa kushiriki kombe la dunia kwa mwaka 2026 kwa kugawanya kiasi cha dola za Marekani milioni 871 kwa kila timu shirikishi na mafanikio ya timu husika kwenye michuano hiyo. Hapa ni kwa ujumla ni kwamba uongozi wa FIFA umetoa jumla ya dola za Marekani milioni 871 mpaka kutoka kushiriki hadi bingwa atapata hiyo pesa. Kila timu itakayoshiriki kombe la dunia FIFA lenye timu 48 itaanza kwa kupokea dola za Marekani milioni 2.5 kama fedha za maandalizi kabla ya kuanza kwa mashindano hayo. Na kwa uhakika zaidi ni kwamba tayari timu zote ambazo zimeweza kushiriki FIFA World Cup kwa mwaka 2026 mpaka sasa walipewa hela hizo ili kujiandaa na maandalizi kipindi ambacho walikuwa kambini, ambayo ni milioni 2.5 sawa na shilingi bilioni 6.5 za Kitanzania. Lakini vile vile kwa mujibu wa mgawanyo huo, fedha timu itakayomaliza safari yake hatua ya makundi itahakikishiwa dola milioni 10. Kwa maana timu ambazo tayari zimefuzu na tayari zimeingia hatua ya makundi lakini hazitoendelea na safari zitaweza kupokea shilingi dola milioni 10 ambazo kibongo ni sawa na shilingi bilioni 26.3. Ndio mtonyo ambao kwa zile timu ambazo zenyewe zitaweza kufikia hatua ya 16 bora zitanyakua dola milioni 15 ambayo kibongo ni sawa na shilingi bilioni 39.5 mkwanja kweli. Na utakumbuka kuwa timu ambayo itabahatika kuingia robo finali ya michuano ya FIFA World Cup kwa mwaka 2026 na penyewe kitita chao ni kirefu kweli, kwa maana itapokea dola milioni 19 ambao ni sawa na shilingi bilioni 50.1. Kwa maana bilioni 50 na uchafu fulani wake hivi, kwa maana timu ambayo yote itabahatika kufika robo finali itapata kitita hicho. Lakini vile vile kwa timu ambayo itamaliza nafasi ya 4 itapata dola milioni 27. Ina maana nafasi ya 4 kwa maana ya nusu finali itaweza kujinyakulia dola milioni 27 ambao ni sawa na shilingi za Kitanzania bilioni 71.2. Lakini so far timu ambayo ya tatu itanyakua dola milioni 29 ambayo kibongo ni sawa na shilingi bilioni ambavyo kibongo ni sawa na shilingi bilioni 76.4. Mkwanja mrefu kweli. Lakini kwa timu ambayo itamaliza nafasi ya pili, kwa maana mshindi wa pili wa dola milioni, hapa ni timu ambayo itaingia finali, itajiweza kunyakua shilingi milioni 33 dola za Kimarekani ambao kibongo bilioni 86.9 thamani za Kitanzania hizo. Lakini so far bingwa wa mashindano hayo ataondoka na kitita kikubwa cha dola milioni 50. Milioni 50 ndo bingwa ataweza kunyanyuka nayo. By the way, ni mkwanja mrefu zaidi katika historia ya soka. Soka kawaida, ambapo ataweza kutoka na shilingi bilioni 130.1 hivi za Kitanzania, na tayari itakuwa ni hesabu imekamilika ukijumuisha hizo dola ambazo FIFA wamewaekea timu hizo ambazo zinashiriki michuano, kwa maana ya dola za Kimarekani milioni 871 kwa kila timu shiriki, na mpaka hapo bingwa kubeba atakuwa amenyakua kiti. Lakini vile vile FIFA imeweza kutangaza thamani ya kombe hilo la
FIFA World Cup kwa mwaka 2026. Hapa ni gold tu, pure gold, ambayo imetangazwa kuwa na thamani milioni 20 sawa na zaidi ya bilioni 52 za Kitanzania. Inaeleza kuwa kombe halisi la dunia lina thamani hizo za Kimarekani ambayo ni dola 20 na ni sawa na zaidi ya shilingi bilioni 52 za Kitanzania. Na utakumbuka kwamba licha ya timu kubwa bingwa wa kombe la dunia kuonekana akinyanyua kombe halisi wakati wa sherehe za ubingwa, kombe hilo halibaki mikononi mwa mabingwa baada ya mashindano kumalizika. Kwa mujibu wa utaratibu wa FIFA, kombe halisi la kombe la dunia uhifadhiwa katika makao makuu ya shirikisho hilo jijini Zurich na utolewa tu kwa matukio maalum na rasmi. Baada ya hafla ya makabidhiano ya tuzo kumalizika, FIFA huchukua tena kombe hilo na kurudishwa kwenye hifadhi yake. Timu inayotoa ubingwa hupewa kombe maalum linalotengenezwa kwa shaba na kupaka dhahabu baada ya kombe halisi lenye madini yenyewe. Sera hiyo imewekwa ili kuhakikisha moja ya alama muhimu na maarufu zaidi katika historia ya soka duniani inabaki chini ya uangalizi wa FIFA. Ingawa mabingwa huadhimisha ushindi wao wakiwa wamenyanyua kombe halisi mbele ya dunia, kombe hilo usafiri kurejea Zurich mara tu baada ya sherehe zinapokamilika. Hizo ndo namna ulimwengu wa soka kwa sura mpya katika mashindano haya ya 2026 FIFA World Cup, miongoni mwa michuano yenye mvuto zaidi duniani. Niambie kwenye upande wa comment section kitu gani ambacho unakitegemea FIFA au unawaomba waweze kukibadilisha katika mashindano yajayo FIFA World Cup. This is Mighty Media TZ. Tunahakikisha kuwa tunakuhabarisha kutoka ndani na nje ya mipaka ya Tanzania, na hiyo ilikuwa ni mchakato kabisa wa kandanda wa FIFA World Cup kwa mwaka 2026. Cha msingi bonyeza alama ya kengele kwa maana ya kusubscribe, utazidi kuwa wa kwanza kupata stories zetu kutoka ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Share video hii kwa washikaji zako, ndugu jamaa na marafiki ambao walikuwa kijiuliza hivi mshindi wa kwanza atapokea kitita cha shilingi ngapi mpaka yule mshiriki wa mwisho. Kwa hiyo nimekudondoshia hapo, ukishia na wenyewe akapata taarifa itakuwa ni jambo jema kabisa. Uwe na wakati mwema. Bye bye.